alielewa hili na anatumia neno lililopo kwake wakati huo ili kuja na hili. Yeye kwa kweli anakupa ufunuo wake. 1 Wathesalonike 4:15. Kwa hili tunawatangazia kwa neno la ya, si kwa tafsiri binafsi ya Paulo, si kwa yale aliyosema rabi fulani au mchungaji fulani. Hapana, kwa neno la ya. Paulo anatumia neno lililoandikwa kutangaza ukweli kwa makanisa hapa. Hatoi mafundisho ya ajabu yasiyo na msingi. Huenda anaelezea zaidi ukweli wa neno kwa sababu Paulo alikuwa na ufahamu wa kipekee, lakini hatoki nje ya yale yaliyoandikwa kabla yake. Tunawatangazia kwa neno la ya kwamba sisi tulio hai, tuliosalia hadi kuja kwa Bwana, hatutawatangulia wale waliolala usingizi wa mauti. Samahani jamani, hili linapingana na fundisho la kunyakuliwa kabla ya dhiki. Hakuna ufufuo kabla ya ufufuo. Kwa maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni kwa sauti ya amri. Fikiria kama ni kelele kubwa. Tumeagizwa kutangaza nyakati hizi zilizowekwa na kwamba Yom Teruah ni, unajua, tunapaswa kupiga kelele, tunapaswa kupiga baragumu kwa sauti ya malaika mkuu, kwa sauti ya baragumu la Elohim au shofa ya Elohim, na waliokufa katika Masiha watafufuliwa kwanza. Hii inasema wazi kabisa kwamba hakutakuwa na ufufuo wa walio hai mpaka wafu wafufuliwe kwanza, jambo ambalo linapingana kabisa na fundisho la unyakuo kabla ya dhiki. Tena hii ni chachu nyingine kubwa ambayo imeingia kwa mwili wa Masiha. Na Paulo anatumia neno lililoandikwa kufanya hivi, sio theolojia za kubuni au vitabu na mapokeo ya wanadamu. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao mawinguni ili kumlaki Bwana angani. Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana daima. Natumai watu sasa wanaweza kuona vizuri zaidi jinsi Paulo anavyofikia hitimisho hizi. Hakufika hapo tu kwa bahati, si kwa bahati tu. Anatumia neno lililoandikwa. Inaendelea kusema katika sura inayofuata, 1 Wathesalonike 5, sasa kuhusu nyakati na majira yaliyowekwa. Kumbuka kwamba nyakati na majira, unaona lugha hii katika Mwanzo 1:14. Hii inahusu nyakati na majira yaliyowekwa. Kuhusu mambo haya, ndugu, hamna haja ya kuandikiwa chochote. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wakitenda mambo haya. Mnayajua mambo haya, mnayafanya. Kwa maana nyinyi wenyewe mnajua vizuri kwamba siku ya Yawe itakuja kama mwizi usiku. Tena wazo hili la mwizi usiku ni usemi wa kifasihi kwa jambo lililokuwa likitokea hekaluni. Na kwa hivyo ungekuwa na walinzi wa hekalu wakifanya zamu ya usiku au zamu ya kaburi kama nyinyi watu huko Marekani. Na wakati mwingine watu wangelala kazini. Sasa fikiria picha ya kiroho inayochorwa hapa, sivyo? Tunaambiwa tuwe macho, tuwe macho, tuwe na kiasi, tusiwe katika usingizi wa kiroho. Sasa kwa bahati mbaya, baadhi ya walinzi hawa wa hekalu wangepata usingizi wakiwa kazini, na ilikuwa kazi ya kuhani mwingine. Kwa kawaida, kuhani mkuu ndiye aliyekuwa akizunguka. Na kama angemkuta mtu amelala kazini, angechukua tochi yake na kugusa vazi la yule aliyelala usingizi. Sasa kitani, ambacho ndicho makuhani walikuwa wakivaa, kilikuwa kinawaka moto kwa urahisi sana. Na kwa hivyo, ukimwona mtu akikimbia akiwa uchi, unajua alikuwa amelala kazini na kwamba mwizi alikuwa amekuja usiku na mwizi alikamatwa usiku. Na hivi ndivyo usemi huu wa nahau unavyorejelea. Paulo anatumia kitu kilichokuwa kikitokea siku hiyo kutoa kauli. Anasema, nyinyi hamjalala kazini. Na anajuaje hilo? Kwa sababu wanatimiza nyakati na majira. Hazihitaji kuandikwa kuwahusu kwa sababu wanazifanyia mazoezi, kumaanisha kwamba hawajalala kazini. Unaona kile Paulo anachosema?
Hawahitaji mlio wa shofar kuwatoa katika usingizi wao wa kiroho, kwa sababu wao kufanya mazoezi ya mambo haya wanakumbuka. Mnajua kabisa kwamba siku ya Yehova itakuja kama mwizi usiku. Baadhi ya watu watakuwa tayari kwa hilo, wengine hawatajiandaa. Fikiria, una lugha hii pia kuhusu gharika. Gharika haikumshangaza Nuhu, lakini iliwashangaza watu wengi wengine, sivyo? Walikuwa wamelala kazini. Walifanya maisha yao kuwa kuhusu wao wenyewe na sherehe zao. Wakati watu wanasema kuna amani na usalama, na muabudu nimeweka tiki kwenye masanduku yangu ya Shabati na nyikati zilizoamriwa. Unaona hisia ya uongo ya usalama hapa? Kisha maangamizi ya ghafla yatakuja juu yao, kama vile uchungu wa uzazi unavyomjia mwanamke mjamzito, nao hawataokoka. Hivyo Paulo anaelekeza moja kwa moja kwenye utimilifu wa nyakati zote zilizoamriwa hapa. Anasema, lakini ninyi mnafahamu hili, hamjalala kazini. Hamtashikwa bila kujua, bali ninyi hamko gizani, ndugu, ili siku hiyo iwashangaze kama mwizi. Kwa hivyo Paulo anasema kihalisi, mtajua litakapokuja. Kwa nini? Kwa sababu wanaelewa nyakati zilizowekwa. Haitakuwa mshangao. Na hii inaeleweka kikamilifu mtu anapogundua kwamba Wathesalonike walitegemea neno lililoandikwa. Paulo anasema, laanani! Nyakati hizi zilizopangwa, hujalala kazini. Na kutolala kazini, kama tulivyoona kutoka kwa manabii, kuna maanisha kwamba hawakuwa katika imani ya unafiki iliyopakwa rangi nyeupe kama dini ya jujuu. Walikuwa kweli katika imani, na walikuwa wakimwabudu mfalme wa wafalme, si nafsi zao, kwa sababu ya kile Paulo alichokuwa amefanya ndani yao. Walikuwa wameweka pembeni chachu na dini na unafiki wa mapokeo ya wanadamu. Ndiyo maana hawako gizani. Na hii ndiyo sababu ni muhimu sana tusije. Hii ndiyo hatari ya mapokeo na mafundisho ya wanadamu na ya itikadi za kidini. Yatakufanya ulale, ujue au usijue. Wathesalonike hawakuwa wamelala, walikuwa wameamka. Kwa nini? Kwa sababu tayari walikuwa wamesikia shofari ya toba. Tayari walikuwa wameamka kutoka usingizi wao wa kiroho. Walikuwa wakimwabudu mfalme wa kweli. Walikuwa wamemrudishia mfalme nyakati zilizowekwa. Kwa maana nyinyi nyote ni watoto wa nuru, watoto wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza. Basi tusilale kama wengine, bali tuwe macho na wenye kiasi, na tuwe na akili timamu. Na Paulo anasema waziwazi, kuna wengine katika mwili ambao wamelala kazini na watanaswa. Watanaswa kama mwizi usiku. Kumbuka yule mwizi. Lugha hii pia inatumika katika kitabu cha Ufunuo. Unajua, Yeshua anatumia lugha hii. Basi fikiria kilichoweza kutokea tena, kama vile mavazi ya kuhani yangekuwa yamechomeka kwa sababu walinaswa wamelala kazini, ambayo ina maana wangebaki uchi na wangelazimika kukimbia, na ingekuwa jambo la aibu. Unaona lugha hii katika Ufunuo. Unajua, unafikiri wewe ni tajiri na maskini. Pole, tajiri na umevaa vizuri, lakini hujui kwamba wewe ni uchi, mnyonge na maskini. Kwa nini? Kwa sababu umelala. Unaanzaje kulala? Unamwabudu kwa midomo yako, lakini moyo wako unauweka mbali naye. Wewe ni ibada ya Elohim inayokuwa mila za wanadamu. Hii ndio sababu ni muhimu sana. Nami nitasema hivi kama ilivyo. Idadi kubwa ya mihili hivi sasa imelala kazini na wanapata kuamka vibaya. Mathayo 24:29 kutoka kwa mfalme mwenyewe, mara baada ya dhiki, mara baada, si kabla, baada. Katika siku hizo jua litatiwa giza, mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka kutoka mbinguni, na nguvu za mbinguni zitatikiswa. Hii ni
Kisha itaonekana mbinguni ishara ya mwana wa Adamu. Ndipo makabila yote ya dunia yatakapoomboleza, nao watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni kwa nguvu na utukufu, naye atawatuma malaika zake kwa sauti kuu ya tarumbeta au mlio mkuu wa tarumbeta, nao watawakusanya wateule wake kutoka pepo nne au wateule wake. Hilo lingekuwa neno bora zaidi hapo, kutoka mwisho mmoja wa mbingu hadi mwingine. Mfalme mwenyewe Elohim katika mwili anakuambia waziwazi ni lini kukusanywa tena kutatokea, mara tu baada ya dhiki. Na hili litasababisha baadhi ya watu kushangaa au kushituka, lakini hii ni sehemu nyingine ya mambo haya. Chachu hii ambayo imeingia katika jamii ya Wamesia ni wazo hili la Kutoka Kuu au Kutoka wa Pili. Unajua kwamba tutakuwa tuende jangwani na kuchukua mashua zetu ndogo na kujiendesha hadi nchi ya Israeli. Kama vile, angalia, kuna mitazamo mbalimbali kuhusu huu Kutoka Mkuu, lakini kimsingi kile inachosema katika tofauti zake zote ni kwamba kukusanywa tena kutatokea kabla ya ufufuo na kwamba watu wa Elohim watakusanywa pamoja. Yeshua anasema wazi kabisa kuhusu hili. Mara tu baada ya dhiki ndipo ishara ya mwana wa Adamu itaonekana. Kutakuwa na mlio mkubwa wa shofaa, na ndipo kukusanywa tena kutoka pande nne za dunia kutatokea. Ukielewa kwamba ufufuo umeunganishwa na mlio wa shofar, Yeshua sasa anasema kwamba kukusanywa tena kunatokea wakati wa mlio wa shofar, ambayo ina maana kwamba kukusanywa tena na ufufuo ni jambo moja na lile lile. Na sasa kila mstari unaouona katika Torati na manabii kuhusu kukusanywa tena kwa nyumba iliyotawanyika, unajua sasa hutokea katika Yom Teruah. Kama vile huhitaji mfululizo wa sehemu 5 ili kukuonyesha hili. Unahitaji tu maandiko ambayo tumeyasoma leo. Na tena kutoka huku kukubwa zaidi au kutoka kwa pili ni mojawapo ya vitu hivi vilivyoingia mwilini. Sio ya kibiblia. Samahani kusema hivyo. Mfalme mwenyewe hata hasemi kwa ukali, ni wazi sana. Baada ya dhiki kuu ndipo inakuja mlio wa shofar, kisha inakuja kukusanyika tena. Hii pia inaondoa wazo la unyakuo kabla ya dhiki. Masihi na Paulo wanasema hivyo. Sijui kuhusu nyinyi, lakini mfalme akisema ni vizuri. Hosea 6, njoni turudi kwa Yah, maana ameturarua ili atuponye. Ametupiga chini na atatufunga vidonda vyetu. Baada ya siku 2 atatufufua. Siku ya 3 atatuinua ili tuweze kuishi mbele zake. Ninapenda kifungu hiki. Ukiangalia miaka 7,000 kama siku 7. Unajua, miaka 7,000 utagundua kwamba hapa palikuwa na takriban kifo cha Masihi mwishoni mwa siku ya 4. Sasa una siku ya 5 na siku ya 6, siku za mwisho. Kwa mfano, siku hizi 2 za mwisho zitakazoongoza kwenye siku kuu ya mwisho, utawala huu wa milenia, ufufuo. Angalia hilo. Nani angefikiria kwamba unabii huo utatimia kihalisi? Lakini kihalisi na kwa wakati. Na unaweza kuona hapa kwamba baada ya siku 2 atatufufua, katika siku ya 3 atatuinua. Ninapenda sana hili kwa sababu kwa njia hili pia linakuambia nini? Linakuambia kwamba Masihi ilibidi aje karibu miaka 2,000 iliyopita ili unabii huo uwe wa kweli. Hivyo basi hili ni jambo ambalo Yuda inabidi wakabiliane nalo kwa njia, kwa sababu kwao Yuda watasema Masihi bado hajaja. Kwa hiyo, kwa ndugu zangu wa Yuda, nielezeni hili basi. Lakini hata hivyo tunaona hapa kwamba baada ya hapo, unajua, tutafufuliwa. Nataka kumalizia na kifungu hiki, na hii ni mfano wa mlima Sinai. Sasa najua kwamba mlima Sinai na utoaji wa amri kulitokea kwenye Shavuot. Lakini kumbuka kwamba tuko katika kipindi hiki sasa tukizungumza kinabii kati ya Shavuot na kati ya Yom Teruah.
Na kama Yom Teruah ni siku ya ukumbusho, tunakumbuka nini katika milipuko ya shofaa? Ninaamini kwamba matukio ya mlima Sinai kwa kweli yanatupa utabiri wa kurudi kwa Yeshua mara ya pili, akielekeza mbele kwenye utimilifu wa Moedim kamili. Katika Kutoka 19 inasema, Yasara akamwambia Musa, tazama, ninakuja kwako katika wingu zito. Yeye anakuja halisi kabisa. Kwa hiyo kumbuka kwamba kwenye mlima Sinai ya alishuka kimwili, sivyo? Kulikuwa na maono ya kimwili ya Elohim. Itakuwaje Yeshua atakaporudi? Ili watu wasikie nitakapozungumza nawe na pia wakusadiki milele. Musa alipomwambia ya maneno ya watu, ya alimwambia Musa, nenda kwa watu na watakase au kuwatenganisha, na kesho na waache wafue nguo zao. Kwa hivyo wanapaswa kujiweka wakfu kwa ajili ya leo na kesho. Hiyo ni siku mbili. Tumesoma nini hivi punde katika Hosea? Baada ya siku mbili waache wafue nguo zao. Je, hatupaswi kuandaa mavazi yetu kabla ya mfalme kurudi? Na uwe tayari kwa siku ya tatu. Unamaanisha kwamba Yaha ataonekana siku ya tatu? Subiri kidogo, turudi kwenye ratiba hii. Kifo cha Masihi, ufufuo wake, siku mbili za mwisho. Lo, tazama, siku ya tatu ambapo mfalme atakuwa akitawala kutoka mlima Sayuni, siku ya tatu. Naamini unaona utabiri huu hata kwenye mlima Sinai. Kwa maana siku ya tatu Yawe atashuka juu ya mlima Sinai mbele ya macho ya watu wote. Na kwa njia, naamini hii inaonyesha uungu. Utambulisho wa Masihi wako upo hapa, kwa sababu ni nani anayerudi siku ya tatu, sivyo? Katika umbo la mwili, kimwili kabisa. Utawaekea watu mipaka pande zote, ukisema, jihadharini msipande mlimani wala kugusa mpaka wake. Yeyote atakayegusa mlima atauawa. Mkono wowote usimguse, lakini atapigwa mawe au kupigwa risasi, awe mnyama au mwanadamu, hataishi. Hili lilinifanya nifikirie ni nani anayepanda mlima wa Ya. Zaburi 24:3-5 inaendelea kusema, yeye aliye na mikono safi na moyo safi na mikono safi. Na hivyo, lakini hili ndilo jambo. Tunajua kwamba baada ya tukio la mlima Sinai kwamba Musa na Yoshua na wazee 70 walipata nafasi ya kupanda mlima, sivyo? Walipaswa kula chakula na Elohim na waliona miguu yake, sivyo? Na miguu yake ilikuwa juu ya yakuti samawi. Na kisha inasema kwamba wazee 70 walibaki pale walipo. Na Musa na Yoshua waliendelea mbele zaidi. Ninaamini walienda hadi patakatifu pa patakatifu, kama unavyopenda kuita hivyo, mahali hapa pa karibu kabisa. Unajua, fikiria kuhusu hekalo. Tafakari kwamba kulikuwa na ua wa nje ambapo kila mtu angeweza kuja na kutoa sadaka. Kulikuwa na mahali patakatifu ambapo makuhani wangeweza kuingia, halafu kulikuwa na patakatifu pa patakatifu. Unapata viwango tofauti vya ukaribu, na naamini unaona jambo hilo hilo hapa. Watu waliokuwa chini ya mlima, wale waliopata kupanda juu kula ile karamu, na Musa na Yoshua waliopata kupanda juu zaidi. Bibi harusi anayepanda kwenye mlima wa Ya ni wewe. Baragumu itakapopigwa kwa muda mrefu, watapanda juu ya mlima. Ukiangalia Kiebrania hapa, inasema kwamba yubilei inapopigwa kwa sauti. Sasa neno kwa Kiebrania yovel linaweza kumaanisha mlio wa tarumpeta, lakini tafsiri bora zaidi, yubile, inasikika ndefu. Watapanda mlimani. Sasa yubile itakuwa majadiliano kwa wakati mwingine, lakini jubilei naamini itatimizwa kwa nyakati kamili zilizowekwa. Na kwa hivyo tena unaonyeshwa katika aina hii ya mlima Sinai. Mandhari unayoonyeshwa ni mlio wa tarumbeta, yubilee, Elohim akishuka kimwili. Haya yote ni picha za kivuli cha mambo yajayo ya utimilifu wa nyakati kamili zilizowekwa.
Basi Musa akashuka kutoka mlimani kwenda kwa watu, wakawatakasa watu, nao wakaosha mavazi yao. Kwa hiyo tunapaswa kuwa watakatifu, tunapaswa kujitakasa wenyewe, tunapaswa kuosha mavazi yetu kabla ya ujio wa mfalme. Akaambia watu, jiandaeni kwa siku ya tatu. Usimkaribie mwanamke. Loa, usifanye hivyo. Jihusishe na kitu. Je, tunaonywa kuhusu hilo? Unajua, kuna mwanamke anayezunguka akijaribu kumshawishi mwamini. Je, hatujaambiwa tuondoe uzinzi wa kiroho ili kuweka nguo zetu safi? Jitayarishe kwa siku ya tatu, siku ambayo tutafufuliwa. Ndipo tutafufuliwa. Asubuhi ya siku ya tatu kulikuwa na ngurumo na umeme na mawingu mazito juu ya mlima na mlio mkubwa sana wa tarumpeta. Kwa hiyo watu wote kambini wakatetemeka. Sasa mlima Sinai ulikuwa umefunikwa na moshi kwa sababu Yah alikuwa ameshuka juu yake akiwa motoni. Moshi wake ulipanda juu kama moshi wa tanuru na mlima ukatetemeka sana. Ninaamini hii ni kielelezo cha utimilifu wa nyakati kamili zilizowekwa, yote katika picha ya mlima Sinai ambayo inahusisha agano. Fikiria hili, kama vile agano la wakati huo lilivyoandikwa kwenye jiwe. Na kwa sababu watu walikuwa wakimheshimu kwa midomo yao, lakini wakiweka mioyo yao mbali naye, wakifanya mambo yao wenyewe, wakijifanyia mambo yao wenyewe, agano hilo halikuandikwa kamwe moyoni. Lakini tunaitwa kufanya nini? Ili kutubu, amka kutoka katika usingizi wetu wa kiroho. Usimkaribie mwanamke. Kuwa tayari kwa siku ya tatu. Tayarisha mavazi yako. Kwa nini? Kwa sababu mfalme anarudi. Hiyo ndiyo maana ya Yom Teruah. Tumalizie na hii. Ndipo Zekaria 14 mstari wa 3, Yah atatoka na kupigana na mataifa hayo. Ni wakati anapopigana siku ya vita. Siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeituni ulio mbele ya Yerusalemu upande wa mashariki, na mlima wa Mizeituni utapasuka katikati kutoka mashariki hadi magharibi kwa bonde kubwa sana, kiasi kwamba nusu ya mlima itasogea upande wa kaskazini na nusu nyingine upande wa kusini. Naamini unaona utimilifu wa Yom Kippur hapa, lakini ninajumuisha hili kwa sababu naamini aina ya mlima Sinai, utangulizi, inakuonyesha utimilifu kwa kweli wa adimu zote za zamani: tarumbeta, Yom Kippuri, hata Sukot. Kwa vyovyote vile, nenda kwenye kitabu cha Ufunuo, inakuambia kwamba huyu ndiye Yeshua anayefanya hivi. Kwa vyovyote vile, hebu tuache hapa kwa leo. Natumaini huu ulikuwa msingi mzuri ili watu wanaweza kuona wenyewe taswira za kibiblia zikitumika kwa Yom Teruah. Ukielewa taswira, utaiona yote. Torati, manabii, maandishi, hadasha ya Uingereza iko kila mahali. Kwa sababu tu haijatajwa waziwazi kwa jina, haimaanishi kuwa haipo. Iko kila mahali. Tuache hapa, tufanye maswali na majibu, na ndio, amina.